Watoto 40,000 wanaokwenda shule wameasi masomo na kuchagua kufanya kazi kwenye mashamba ya miraa na muguka katika kaunti za Meru na Embu kwa malipo duni. Ripota wetu Margaret Kimathi sasa anatuletea ripoti hii maalum kuhusu jinsi viongozi na wataalamu wa elimu wanavyochukulia swala hilo kuwa tishio kubwa kwa jamii. Haya mtazamaji, ni makala ya Sulubu ya Mirungi. Tazama. Keretire, kaunti ya Embu. Tunaandamana na John, si jina lake halisi, anapoelekea kwenye shughuli zake za kila siku kuchuna muguka. Ni safari ya kilomita 5 kutoka nyumbani hadi shambani ambako amepewa kazi. Leo anajiona kuwa na bahati. Shamba liko karibu. Siku nyingi yeye hutembea safari ndefu ya hadi kilomita 15, kwani shamba mara nyingi huwa katika maeneo ya mbali. Anapojaliwa kwa siku njema, pikipiki hufupisha safari yake. John aliye na umri wa miaka 16 ni mzaliwa wa 6 katika familia ya watu 8. Amekuwa akichuna muguka tangu akiwa na umri wa miaka 10. Hata hizo mashinda nilianza kuziona venye mamangu alitoka huko. Sasa nikaachwa na sistangu, nilikuwa na miaka 2. Na sasa nimetoshana hivi njia ya kutafutiwa na sistangu, na hata mimi natafuta saa hii. Hii kazi ya miraa kutoka siku yenye niliona inanipatia faida kiasi. Hata hadi saa hii tu. Na kutoka niliacha shule, sijawahi sumbuka venye nilikuwa nasumbuka nilikuwa shule. Mnamo mwaka 2023, elimu yake ilisitishwa ghafla. Aliacha shule akiwa darasa la 8 baada ya kufukuzwa mara kadhaa kwa kukosa karo. Hata siku anakaa kwa darasa. Venye nimefika hivyo kwa darasa kuweka mbao, kuvagia, mwalimu alikuwa anakuja ananitoa kwa class. Ananiambia niendee pesa. Sasa siku moja venye nilivukuzwa, nikakaa miezi 6, nikarudi tena, nikavukuzwa tena, nikarudi tena, nikavukuzwa tena. Sasa venye nilienda kwa register KCPE, mwalimu akararua barua yangu. Kutoka hiyo siku sijawahi enda huko tena. Na si ati nilitoka huko shule peke yangu. Kulikuwa na marafiki wengine tulikuwa tunasoma na wao huko. Ulitoka kama watu wangapi hivi shule? Tulitoka watu 10. Performance yangu haikuwa mbaya. Ndio siku nafikisha maxi 300, nilikuwa nafikisha 250 mwisho. Na si ati nilitoka huko shule peke yangu. Kulikuwa na marafiki wengine tulikuwa tunasoma na wao huko. Mlango wa masomo ulipofungwa, wa kufanya kazi katika mashamba ya muguka na ulifunguka. Ila huko ni kila mtu na juhudi zake. Kwa siku kama asitaenda kule Meka, naonanga 200, 300 ama 400, mwisho ni 500. Kwa penye na vikishanga mwisho, njia venye ni kumekaa kwa soko. Usiku moja, nachunanga kama irai 10, 8 hivyo, ina kirai unalipangwa na 100. Kama saa hii, unajua si ati ninaendanga Meka kila siku. Kama sasa kwanza hii mwaka sinjavika huko, nilivika tu njana. Ndio penye maisha imekaa huko nyumbani. Pesa hakuna, na yenye unatafuta brother yako anataka au unataka hivyo. Sasa tunamfuata John katika soko hili la Meka ili kuona kama atapata pesa zaidi usiku wa leo.
Hapa anatumia wakati wake kufunga mogoka na kutafuta wateja. Baada ya kufanya kazi kwa saa 2, amefanikiwa kupata shilingi 250 za ziada na kufikisha jumla ya mapato yake kwa siku hadi shilingi 550. Mogoka umekuwa kama ni ulithi wa watoto area hii yetu. Biashara imeenda juu sana na unakuta vijana wakifika tu class 8 ama wakifika standard 7, maana wengine wanagawiwa mashamba ya migoka wakiwa wachanga. Mtoto wakianza kupata pesa yake akiwa class 8 form 1 haoni maana kamwe ya kuendelea na masomo, sababu pesa ako nazo, nyumba amejenga, vitu nyingi ako nazo, na ikakuwa inaadhiri watoto wa vijana na wasichana pamoja. Kulingana na makadirio ya mashirika mbalimbali ya watoto, takriban watoto 10,000 wanajishughulisha na biashara ya mogoka katika kaunti ya Embu. Katika kaunti ya Meru, baraza la wazee wa Njuri Njeke mwaka jana lilitambua takriban wanafunzi 30,000 walioacha shule katika maeneo yanayokuza miraa na kuanzisha kampeni ya kuwarejesha shuleni. Ripoti ya pamoja ya shirika la kimataifa la kazi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF mwaka 2021 ilifichua kuwa watoto milioni 160 duniani kote walihusishwa katika ajira kwa watoto. Kati ya hao, milioni 63 walikuwa wasichana na milioni 97 walikuwa wavulana, ikiwakilisha mtoto mmoja kati ya watoto 10 duniani kote. Inashangaza kwamba watoto milioni 79 walihusika katika kazi hatari, aina hatari zaidi ya ajira ya watoto, ambayo inahatarisha afya zao, usalama na ukuaji wao kimaadili. Na niliamua sitalima mogoka. Mchungaji Sisli Nyaga, ambaye amekuwa akiendesha kampeni dhidi ya ajira ya watoto huko Mbere Kusini, anasema watoto wengi pia huamka mapema kuchuna mogoka kabla ya kuenda shuleni. Licha ya juhudi za kuhamasisha umma, mapambano ya watoto hao yanaendelea kati ya madarasa na mashamba ya miraa na mogoka, huku viongozi na wasomi wakisema tatizo hilo ni tishio kwa jamii. Watu wetu hata kama mogoka inasaidia, tukiangalia madhara na uzuri, madhara imekuwa nyingi kuliko uzuri. Our boys are being affected na drug abuse, especially marijuana na miraa. Wengine wanafika certain stage of grade 7, wakitairi, mtu anasikia amehitimu, anatoka shule, anakuwa nlule, anajiunga na wale wengine wamekataa shule, unampata kwa hapa market, ameanzia kusaidia kuuza miraa, na unapata mtoto anapotelea hapo tu. On the process, amejiingiza kwa drugs. Wawera Mwaneki mwenye umri wa miaka 12 pia ni mwadhiriwa wa ajira kwa watoto. Alianza kufanya kazi katika mashamba ya mogoka akiwa darasa la 5. Japo alifanikiwa kukamilisha elimu yake ya msingi, safari yake haijawa rahisi. 2016 nikitoka class 8, ilikuwa yani it's like hata singefanya mtihani. Juu for one, unaamka asubuhi, kwanza unaenda kuchuna mogoka mpate pesa ya kukula, ama unapata mnalala njaa na hamna pesa. Hata shule sometimes ulikuwa unapata mamangu anakuja kufanya kazi huko, anakuja anaosha walimu vyombo, anawapikia ndo apate pesa. Yani ilikuwa maisha ya mateso. Yani ilikuwa it's like mimi nilikuwa naona it's like a curse. Nikajitolea nikaenda Murang'a, nikauza miraa almost a year, nikarudi tena. Pesa yenye nilikuwa nayo sinakuja, nilikuwa natuma tu nyumbani. Mchana nilikuwa nimefanya vizuri na nilikuwa natamani kwenda SEC.
Lakini vile niliona tu mabrother zangu hawana pesa, hakuna nini, wanafaa kusoma. Kaona tu acha nikae nyumbani. Lakini kuna tu mmoja wetu mwenye anasoma na sasa tunajitahidingi ele tukose asubuhi lakini jioni akikuja apate chakula. Ako form 4 sasa. Hivi tuko hapa nyumbani, unatunza watu wangapi? Sasa natunza brother zangu 4 na mtoto wangu. Na mimi sasa. Simulizi yake ni sawa na kakake mdogo mwenye umri wa miaka 20 ambaye pia aliacha shule na kujitosa katika biashara ya muguka. Nilianza kazi ya muguka kwa na miaka 16. Hadi sasa ndo nafanya. Sioni matokeo yoyote kwa hiyo kazi. Naenda pale kwa soko napata 100. Nanunua chenye tu nanunua. Hadi jioni nikipata kazi nyingine tu nafanya, ikikosa tu natosheka. Kuna kitu kingine. Naita tu nienda kwa shamba naenda nalima. Wakati mwingine nakataa kulipwa. Sikufi moyo, naendelea tu na kazi yangu. Ungetaka kurudi tuseme form 1? Hadi siwezi tamani. Juu nilitosheka tu na yenye nilisoma. Licha ya maendeleo katika kipindi cha miaka 4 iliyopita ya kupunguza ajira ya watoto wenye umri wakati wa miaka 12 hadi 14 na 15 hadi 17, shirika la kimataifa la kazi na UNICEF linaripoti kwamba ajira ya watoto iliongezeka kati ya watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 11. Kati ya mwaka 2016 na 2020 kulikuwa na watoto milioni 16.8 zaidi waliohusishwa katika ajira. Janga la COVID-19 lilitishia kuzidisha hali hiyo na hivyo kusukuma watoto milioni 8.9 katika ajira ya watoto ifikapo mwisho wa mwaka 2012 kutokana na kuongezeka kwa umaskini. Wanasema elimu ni ngao ya maisha, lakini katika maeneo yanayokuza miraa na muguka, usemi huu hauna maana kwa baadhi yao. Watoto wengi hupendelea kufanya kazi katika mashamba haya badala ya kwenda shuleni. Wachumaji hulipwa kati ya shilingi 70 na shilingi 250 kwa bunda la zao hilo, kukiwa na uwezekano wa kupata hadi shilingi 1000 kwa siku na kufanya masomo yaonekane kutokuwa na umuhimu mkubwa. Athari za ajira ya watoto katika sekta ndogo ya muguka na miraa nchini Kenya zinaonekana katika kupungua kwa usajili shuleni. Katika shule hii ya sekondari ya Gekero iliyoko Mbere Kusini katika kaunti ya Embu ilikuwa imekaribia kufungwa, kwani watoto walichagua kufanya kazi katika mashamba badala ya kwenda shuleni. Mapema mwaka 2022, shule hii ilikuwa na wanafunzi 25 pekee. I agree with you that the numbers are low. One of the contributing factors could be muguka farming, but it is not the sole contributor because we have those other socio-economic factors. We also have a school feeding program in Mbere North and Mbere South. And sometimes even when the feeding program is not sustained, it becomes challenging even for the attendance of learners. And that one affects even school attendance and therefore enrollment. Huko Meru, baraza la wazee wa Njuri Ncheke wanaofanya kazi kwa karibu na polisi na wazee wa nyumba 10 wameanza kuwachukulia hatua wazazi wanaowatekeleza watoto wao. Mwaka jana, takwimu kutoka maeneo ya Igembe Kaskazini, Igembe ya Kati na Igembe Kusini zilionyesha kuwa watoto 30,000 hawakuwa shuleni. Kama community tukasema ukipatikana na ukiajiri mtoto wa shule utapigwa faini na wazee na pia nyumba 10 ikiungana na serikali na wazee pia
tukasema mtu akipatikana mtoto akitunda miraa, hiyo mtoto achikwe na baba yake pia achikwe. Kwa nini umewachilia mtoto wake aende akitunda miraa? Kwa nini unaajiria mtoto wake aende akaajiriwa na mtu? Mwaka huu ilikuwa na dropout kubwa sana ya watu 300, lakini mpaka sasa tumengana, tumerudisha watoto 293 children in school. Katibu wa shirika la maendeleo la Igembe, Mureithi Kimenchu, alisema kuwa kupitia shirika la Cat Community Sacco wanatumia mapato kutoka kwa miraa kuhakikisha watoto wote wanabaki shuleni. Kids working in Miraa farm has been a problem in this region for a very long time, and we want to call it out for the name that it is, and that is child labor. And that is why we want to stop child labor in Miraa farms, because we sometimes see even our leaders who engage children in harvesting miraa. And in any industry, it has to have a labor force, and our labor force cannot be our children. There is no region that has ever had children as their labor force and succeed. Washikadau katika kaunti za Meru na Embu sasa wanahimiza juhudi za pamoja ili kuwaepusha watoto na ajira. Kenya imedhihirisha dhamira yake ya kutokomeza ajira ya watoto kwa kutunga sheria ya mtoto ya mwaka 2022 na sheria ya ajira ya mwaka 2007 ambazo zote zinapinga ajira kwa watoto na kutamka adhabu kwa wakosaji. Hata hivyo, licha ya mifumo hiyo ya kisheria, changamoto zinaendelea katika vita dhidi ya ajira ya watoto nchini. Margaret Kimathi, NTV.